Hii Jumatatu tarehe 29 Disemba 2025 kumeendeshwa mkutano mkubwa kati ya viongozi wakuu wa shirikisho la AFC M23 na makadazi wa chama hiyo. Waongozi wakuu wa chama walioshiriki mkutano huo ni kama Corneille Nangaa, coordinator kisiasa wa AFC M23, Meja Jenerali Sultani Makenga, coordinator kijeshi hata na kamanda mkuu wa jeshi la ARC, Bertrand Bisimwa, makamu coordinator na wengine. Katika mkutano huo ulioendeshwa kwenye ikulu ya liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini mjini Goma, wakada wote kutoka wilayani Masisi, Ruchuru, Walikale, Lubero, Nyiragongo hata na mjini Goma wote walishiriki mkutano huu kwa kusikiliza ujumbe wa viongozi wa kisiasa na kijeshi wa chama AFC M23. Sisi majeshi na raia wote tuache ubaguzi, ndivyo tutajenga Kongo. Sisi majeshi na raia wote Bahati Musanga Erasto, liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini, ndiye aliyekaribisha viongozi hao na kutoa shukrani zake kwa makada waliojipea nafasi ya kuja kuungana na uongozi katika siku zinazotamatisha mwisho wa mwaka wa 2025. Kwa muda huo, uongozi wa jimbo ya Kivu Kaskazini chini yake Bahati Musanga Erasto ulitoa ripoti ya mwaka wote wa 2025 inayounda kazi na miradi mbalimbali zilizoendeshwa katika sehemu yote ya jimbo, na hiyo katika sekta zote. Ni ripoti iliyotolewa naye Vincent Ngera, kiongozi wa ofisi yake liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini. Miongoni mwa kazi kubwa za jimbo ya Kivu Kaskazini ni kama ujenzi wa barabara mbalimbali kwa manufaa ya raia wa eneo zinazoongozwa na AFC, uboreshaji wa hali ya elimu iliyokuwa hatarini wakati wa uongozi wa Kinshasa, kurejesha hali ya usalama kuwa tulivu iliyopelekea wakimbizi wote kurudi vijijini mwao baada ya siku nyingi katika kambi za ukimbizini mjini Goma, ujenzi wa vituo vya afya wilayani Nyiragongo na Goma, utoaji wa gari za ambulansi kwa vituo vya afya wilayani Ruchuru, Nyiragongo hata na Masisi, uhimizaji wa wakaaji kwa kuishi kwa umoja katika amani na maendeleo vinavyodumu, wakipiganisha ubaguzi wa aina yoyote hata na kuweka sawa vituo kadhaa vya kuimarisha uchumi wa raia na kadhalika. Baada ya usomi wa ripoti hiyo, walioshiriki mkutano huo walionekana kuwa wenye ridhiko kwa kazi hiyo iliyotendwa kwa manufaa ya raia wote wa jimbo ya Kivu Kaskazini. Katika hotuba yake, Meja Jenerali Sultani Makenga, kamanda mkuu wa jeshi la ARC, alijulisha makadazi wote umuhimu wa kujitoa na kuweka nguvu zao katika kazi wanayoifanya, lakini pia akiwaalika wote kuwa na umoja, kwani umoja ndio utashinda vita hivi. Kadaz nao wamesimama, ambao wamesimama wakaweka uga pembeni na wakasimama ili tufikie mabadiliko ya kweli. Nawashukuru nyinyi wote. Vita ingali inaendelea. Nawakumbusha mwache kuchukua kama mmemaliza vita. Mmemaliza vita, vita ndio iko inaanza. Alipata vizuri? Vita ndio iko inaanza. Kila mtu kwenye iko achukue kama mwenyewe kwa vita. Ukiwa kwa ofisi, ukiwa wapi, achukue kama hiyo ofisi yako ni ndaki ambao uko ndani. Na ili kukomboa nchi, kukomboa watu, lazima kujitoa. Sacrifice zinakuja mbele. Watu wajue kama kwa vita, wajitoe juu ya nchi yao, juu ya chama, juu ya wananchi. Tuwe wepesi si wote, tuangalie mbele kwenye tunaenda. Hatuna option nyingine isipokuwa kwenda mbele peke yake, kukomboa nchi yetu, kukomboa Kongomani. Lakini taomba kila mtu kwenye iko ambayo inamhusu kuwa serious. Tuwe wepesi.
tuangalie mbele peke yake. Naomba kila mtu kwenye ipo kada kwenye mupo mfundishe raia wote waelewe kwa nini mabadiliko yanahitajika. Mfundishe hawa angalau msituni hawa ambao wanafanya Kisekedi. Wajue kama sehemu wako sio kwenye solution ipo. Solution iko hapa kwa AFC M23. Na hiyo antivalere ya zamani ambayo tunapiganisha, ambayo tutaendelea kupiganisha, kila mtu kwenye iko aipiganishe. Tutamkaribisha kwa makofi na shangwe sana kabisa. Upande wake Corneille Nangaa, coordinator wa AFC M23, ni zaidi sana kwa wakada kuwa na mwenendo kamili wakizingatia yale waliofunzwa kwa viongozi wa chama. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Le changement dont rêve le Congo passe par ces serviteurs que vous êtes. C'est entre autres par l'action de ceux qui hier étaient qualifiés de terroristes, étaient qualifiés de pantins. Et pourtant aujourd'hui, c'est l'espoir de toute une nation. Et ça, c'est l'AFC M23 constitue aujourd'hui l'alternative. Et cette alternative se manifeste notamment. La révolution, c'est un changement que tout Congolais veut. La révolution, c'est ce à quoi aspire aujourd'hui le peuple congolais. De Matadi à Lubumbashi en passant par Kinshasa, Mbujima, Mbanda, et remonter jusqu'à Kananga, Kisangani, Bunia et partout. Et aujourd'hui, tout le monde envie la sécurité, la stabilité dont jouit aujourd'hui l'espace libéré. Cette lutte, nous la vaincrons. Malheureusement, ou je dirais heureusement, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas une autre alternative que vaincre cette lutte. Qu'à ce jour, vous constituez, au-delà d'être l'alternative, mais vous constituez l'espoir de tous les Congolais où qu'ils soient. Ceux de la diaspora, ceux du territoire non encore libéré. Vous n'avez aucune idée des attentes qui sont énormes, et ces attentes reposent sur vos épaules. Deuxième vérité, nous appelons la révolution. Notre devise dans l'AFC, c'est peuple uni, digne et prospère. L'unité, c'est-à-dire nous allons unir le Congo, les Congolais.
Katika mazungumzo haya, wakada walitolewa muda wa kuuliza maswali kwa viongozi wa chama. Swali hizo ambazo hasa zaidi zilielekea kwa hali ya siasa ya leo ya DRC, mwangaza kuhusu mazungumzo ya Doha, pia mipangilio ya chama kwa kugomboa eneo zingine ambazo zinahitaji uongozi bora wa AFC M23 zimejibiliwa vizuri naye Corneille Nangaa, coordinator wa shirikisho la AFC M23, na wote wamehakikisha kuridhika na jibu zilizotolewa na kiongozi huyo. Walioshiriki mkutano huo walisema kuwa na furaha kuona wamepewa nafasi ya kukutana na viongozi wakuu wa ngazi zote za chama. Kwao huu ni muda muafaka wa kuzidi kuweka nguvu katika kazi zao za kila siku. Mimi ni Jean Matimano Iterwa, burgomestre wa komini ya Kanyabayonga. Jean Matimano, burgomestre wa komini ya Kanyabayonga, tuelezee kikao hiki umekiona namna gani? Maana kikao nimefurahi sana kwa kuona surtout wakubwa wa chama donc chama na hivi tumeshaonana na wenzetu gisi tulifanya kosi. Nimeshukuru sana. Maongezi kwa wewe imekufaidia kitu gani? Maongezi imenirahisisha, donc imenipatia tena ujuzi mkubwa kabambi ya capacitation au niveau ya capacitation, na itani permettre maintenant kuona kama mimi naweza sensibiliser population yangu. Na wiki kama amebaelezea vitu ya mingi ya maendeleo yenye chama ishapima kufanya. Sijue umeipokea namna gani? Vraiment nimeona kwa vraiment chama kinasonga mbele na ni victoire kwetu kufuatana na realization zilizofanyika. Kumbusha sa Lubero mimi njoo mna reconnaître sawa vile development dimwe kote ya Kanyabayonga. Chama mimi ya maendeleo yenye chama ishapimafanya pale Kanyabayonga. Kanyabayonga tulierige monument ya Anana yenye inatuonesha disons ina renforcer l'image ile culture, na ile culture inapashwa acha population inakuwa vraiment inapata ma resources zenye zinaweza wafaidia wakati wa kusomesha watoto na vingine si de suite. Natuka hili na tunanenepesha barabara, tunafungula mabarabara zote niveau ya Kanyabayonga, antuka ni sawa kabisa. Sema chama shafanya vitu ya mingi ya maendeleo, hiyo ishafanya mambo mingi, inastabilize kwanza population hii ilikuwa a stress, lakini leo kabisa inasantiri vraiment amani ndani yao. Mimi niko responsable affaires sociales ya komini ya Kanyabayonga. Responsable affaires sociales ya affaires ya komini ya Kanyabayonga. Naitika kwa jina ya Kiakima Kiro na Mate. Kikao hiki unakiona namna gani na maendeleo ambayo wamesema mle ndani mwe? Kikao kimekuwa mzuri sana. Sababu ni kusonga mbele. Mouvement de revolution. Na Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Umesikia nani bametaa ndani maendeleo hasa kwa ambayo province imefanya kwa wakati wa chama, unaiona namna gani kama vile wewe mkaji? Maendeleo nimeona kabisa imeshageuka kubadilika kushinda mbele. Kufuatana na wenye AFC M23 ile chapa. Na maendeleo gani ambayo kwa leo iko Kanyabayonga leo? Leo Kanyabayonga development iko nasonga mbele. Na maekole na zingine maendeleo mingi leo tuko na kazana kulisha kwa mabadiliko ya barabara, na population ilishaona sema hapana kabisa M23 ilisha kazana. Salama iko kule. Salama iko kabisa na amani. Hakuna tena shida. Asante. Ndio. Mi jina ni Tumwesige Bwenge David. Ni nakuwa chef de centre wa centre administratif ya Bingi mu territoire ya Lubero. Bwana chef de centre, umekwisha kufuta maongezi ya leo, mazungumzo ya leo ya viongozi wa AFC M23 wanaona namna gani? Ni mazungumzo ya mzuri na ni mazungumzo yenye nafika kwa wakati ambayo inayofaa, kwa sababu ni mazungumzo ambayo imetutia moyo, imetutia nguvu tena ya kuendelesha kazi tuliyojitolea kufanya ya mabadiliko ya. Pardon? Nini umefurahi? Furaha yangu kubwa ni kuwa hii lite ambayo tumeanza na viongozi wanaitilia mkazo na yale ambayo yametendeka ndani ya mwaka hii ambayo imepita, na ile inatutia nguvu tena kuweza kugomboa wale ambao bado hawajagombolewa.
Na ngambo ya Bingi kwa leo hii maendeleo namna gani? Asante sana. Kama vile Nord Kivu, Bingi ni kati ya entité administrative ya Nord Kivu, nako vile vile vilalo vinajengwa, mabarabara zinatengenezwa na vitu vingine kama nafasi zote. Asante. Jina ni Wimana des Anges. Unafanya kazi gani? Niko charge wa affaires sociales musite ya Kichanga. Mama des Anges, tueleze kikao hiki ambacho kwa viongozi wa AFSM 3 pamoja na wakadre, kuna nini ambayo ilikufurahisha ndani? Hii kikao imenifurahisha sana kuhusu kila uongozi mbalimbali tumekutania hapa wa makadre, tumeongea ginzi kazi iko natembea, vraiment tumekutana vitu viko natembea bien. Ilifona sie tutie nguvu zetu, tukaze nguvu, kazi itembee bien. Umefuata maexploit ya realization mbalimbali, wewe unaziona namna gani? Nimesikia, nimefuata, nimeona ni vitu vizuri. Kama Mungu iko mbele yetu, hakuna chenye kinaweza shindikana. Tuambie tangu chama AFSM 3 iko Kichanga, nini ndio mnarekometre sawa vile maendeleo yenye ilishafikia tangu uongozi? Kuhusu M23 ifike mweneo yetu ya Kichanga, vraiment vitu vilishanjaka. Tulipata amani, tulikuwa na bakiwa sana sana kwa mama, tulikuwa na baki batoto vile ba msichana, lakini mwishowe viongozi wa chama wamechukua muda wa kutakia mwaka mpya wa heri na fanaka makadazi wote wa AFSM 23, wakiwatakia mwaka wa amani, umoja na maendeleo. Tuko tayari. Majeshi ya Kenya, msiwe na shida, yote mtapata, yote ni bure. Majeshi ya